Ikiwa unasumbuliwa na tatizo la kansa, karibu katika maombi haya. Naamini Yesu atakuponya, Yesu atakufungua. Pengine ni wewe mwenye unaumwa kansa au na ndugu yako ambaye amepatwa na shida hii. Nataka nikutie moyo kwamba hakuna neno gumu la kumshinda Mungu. Hakuna jambo gumu lisiwezekana kwa Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Haijalishi jambo lako limekuwa na ukubwa kiasi gani, limedumu ndani yako kwa kipindi gani. Mungu ni mponyaji. Yesu ni daktari. Yesu ni tabibu wa mambo yote. Mambo ambayo wanadamu wameshindwa, akili za kibinadamu zimefika mwisho, kwa Mungu inawezekana. Yesu atakutakasa kabisa. Ugonjwa wa kansa ulikuwa unafananishwa katika kipindi cha Agano la Kale na agano ambalo Kristo Yesu alikuwa amelikuta watu walipokuwa wanaumwa ugonjwa wa ukoma. Ugonjwa wa ukoma ulikuwa ni ugonjwa wenye nguvu, ni ugonjwa ambao ulitishia watu walioogopa. Lakini Yesu alikuwa ni mponyaji wa magonjwa kama hayo. Kitabu kile cha Injili ya Luka sura ya 7 mstari wa 22, wakati ambao Yohana Mbatizaji amewekwa jela na akatuma wajumbe waende kumuuliza Yesu kama ni yeye ndiye au angojewe ajaye. Biblia inazungumza kwamba Yesu akawajibu akawaambia kwamba wawaambie au wakamwambie Yohana yale wanaoyaona, ya kwamba vipofu wanaona na viwete wanatembea, lakini wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, na wale waliokuwa maskini basi wanahubiriwa habari njema. Kwa maana hiyo Yesu alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba yeye ni mtendaji, ni mponyaji wa mambo yote. Magonjwa yote yaliokuwa sugu, makubwa, yenye majina makubwa, Yesu alikuwa ni mponyaji. Haijalishi shida hiyo imekuwa kwako kwa kipindi gani, imekuumiza na kuvunja moyo kwa namna gani, umeambiwa neno gani na madaktari, umejikatia tamaa kiasi gani, nataka nikutie moyo na nikufariji kwamba inawezekana kupona. Inawezekana Mungu kupitia madaktari, inawezekana Mungu kupitia mtu yeyote, na ukaweza kupata uponyaji. Usiogope, muamini Mungu tu, utaona mkono wa Bwana. Jambo la msingi, usivunjike moyo, usikate tamaa, ondoa mashaka, ondoa hofu. Wakati mwingine unaposikia roho ya hofu, roho ya mauti na kuvamia, roho ya uchungu na kujikatia tamaa na kuvamia, kataa hiyo roho. Pinga. Biblia inatutaka tupingane na kila taarifa ambayo sio nzuri katika maisha yetu. Kila jambo ambalo unaliona sio nzuri, usilikubali, katae katika ulimwengu wa roho. Hata huo ugonjwa unaweza kuukataa, unamwambia Bwana Yesu, ninaukataa ugonjwa, ili ni pepo nalikataa, na naamini nitapata uponyaji, naamini nitafunguliwa. Sio mwisho wa maisha, bado neema ipo, bado Mungu anakuazia mema, ndio maana ameruhusu uwe hai. Na hakika kwamba Mungu atakuweka huru, Mungu atakuponya. Na wakati mwingine tunawategemea madaktari kama wasaidizi wetu katika afya, na hao madaktari wanamtegemea Mungu. Hivyo ni vizuri pia kujikabidhi mbele za Mungu, ili Mungu akutanishe na tiba sahihi na daktari sahihi. Na zaidi ya hayo, usicheleweshwe katika shida hiyo. Uponyaji upo, inawezekana kabisa ukaweza kukaa sawa. Nataka nikuombee sasa. Inua imani yako, muamini Mungu, ondoa hofu, ondoa mashaka. Mungu ana njia nyingi za kukuponya, Mungu ana njia nyingi za kukuinua. Ndio maana uko hai. Mungu anakusudi na wewe, Mungu ana mpango na wewe. Utakiri maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya jambo hili. Najua umeniamini ninaweza kulishinda. Ninaomba unirehemu kama kuna mahali nilikosea, pengine nilikufuru au niliwaza ubaya. Ninaomba msamaha wako. Ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba mimi ni mzima, nitakuwa mzima katika jina la Yesu. Ewe ugonjwa, ninakukataa. Ewe kansa, ninakukataa katika jina la Yesu. Naikataa saratani kwa jina la Yesu. Mahali popote ulipokaa, ninaamuru uniachie. Ninaamuru uniachie. Wewe ni pepo kamili, ninakukataa kwa jina la Yesu. Ewe pepo la saratani, ondoka ndani yangu. Ewe roho ya kansa, ondoka ndani yangu. Ninakukataa kwa jina la Yesu. Nafuta katika ulimwengu wa roho, na ufuta ugonjwa katika ulimwengu wa roho. Nakemea, niachie katika jina la Yesu. Sitakufa bali nitaishi, ili niasimulie matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu, endelea kuniponya. Watumie madaktari na dawa kunisaidia kupata uponyaji. Katika jina la Yesu najikabidhi kwako. Nataka nikuombee sasa. Unaweza ukaweka mkono mahali ambapo hiyo shida imekukamata, na kama sio mahali panapogusika au panaposhikika, basi unaweza kaweka mkono wako kichwani. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya mpendwa huyu. Mwingine ameambiwa ana kansa ya ziwa, mwingine ameambiwa ana kansa ya kizazi, mwingine ana kansa kwenye mwili wake kwenye eneo fulani. Mungu unamjua, Mungu unaelewa. Wengine wana kansa ambayo katika hali ya kawaida imekaa eneo baya. Mungu unajua, unamuelewa mtu huyu. Wewe Mungu ni mponyaji. Kupitia kinywa hichi na sauti hii, ninaamuru matumaini na mamlaka ya uzima ipite sasa
naachilia uzima ndani yako. Naenda kila kinyume na kila kazi ya saratani, naenda kila kinyume na kila mchawi na uganga yeyote aliyefanya chochote kwako kwa kukutumia au kwa kusababisha ugonjwa huo. Naamuru moto katika jina la Yesu. Ewe saratani ondoka, ewe kansa ondoka, ewe pepo la saratani na kuondoa, hauna nafasi juu ya mwili huu. Naachilia uponyaji, narejesha kinga, narejesha uzima ndani ya mwili huu katika jina la Yesu. Nenda kila kinyume na huo ugonjwa, nenda kila kinyume na hayo maradhi mengine anainuka na kujiibua, na yafunga kwa jina la Yesu. Natamka upokea uponyaji, pokea uzima. Natabiri juu yako uwe mzima, natabiri juu yako uwe mzima. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Na kutenga na hilo pepo, na kutenga na huo ugonjwa, na kutenga na hiyo roho ya mauti, na kutenga na hiyo hofu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote palipoathirika, mahali popote palipoziba, mahali popote ambapo ulikuwa huwezi kujizuia, pokea nguvu kuanzia sasa, pokea uponyaji kuanzia sasa. Roho ya hofu, roho ya mauti na mashaka, ondoka kwa jina la Yesu. Toka we pepo, hauna mamlaka. Mtu huyu ni mzima. Natamka kwa jina la Yesu, kwa uwepo wa kimungu ambao umekaa ndani yangu, naituma sauti hii iambatane na malaika wa moto. Navunja katika jina la Yesu hilo pepo, navunja kwa jina la Yesu hiyo madhabahu. Ikuachie mahali ulipo. Unaponisikia moto upenye, unaponisikia moto upenye. Napenyesha moto wa damu ya Yesu, napenyesha moto wa damu ya Yesu, na kutenga na hilo pepo, na kutenga na hiyo kansa, na kutenga na hiyo saratani. Ikuachie kwa jina la Yesu. Uwe hai kuanzia sasa, uwe mzima kuanzia sasa. Hapo hapo ulipo pokea uponyaji. Nguvu zako zirejee, mishipa yako irejee, nguvu zako na fahamu zako zirudi, nguvu ya kujikontrol na kujitambua irejee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo mirija na mishipa ikae sawa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hiyo ngozi irudi kwenye hali ya kawaida. Pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na kufungua kuanzia sasa, uwe mzima. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Ewe pepo la kansa ondoka, nimekufuta. Toka kwa jina la Yesu. Narejesha matumaini kwa mtu huyu, narejesha uzima kwa mtu huyu, narejesha uponyaji kwa mtu huyu. Watu wabaya kukutumia maneno mabaya kuyatuma kwako, kila matamko yaliyotamkwa kwako, watu kukatia tamaa, na achilia uponyaji na kutenga na watu wabaya. Mungu akuinulie watu watakao kuvusha mahali hapo. Mungu akuinulie watu watakao simama pamoja na wewe. Pokea tumaini, pokea uzima, pokea wepesi kwa jina la Yesu. Uwe mzima, uwe mwepesi, uwe mzima katika jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo iwe ndani yako. Naachilia uponyaji kwa damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu kutakase. Takasika sasa, takasika sasa, takasika sasa. Chochote ambacho kilikuwa kinakutoka kikauke, chochote ambacho kilikuwa kinakutesa kikauke. Takasika sasa, takasika sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uwe mzima. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimekuwa nikiomba na wewe katika maombi ya kukemea roho ya kansa, na hakika naamini Yesu atakufungua. Rudia maombi haya hata kwa siku 7. Utaenda kuona badiliko la mwili wako na uponyaji. Inua imani na utamuona Mungu kwa jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Natamani kuendelea kunifuatilia zaidi. Karibu kwa mitandao ya kijamii kwa kuandika Maombi ni Dawa. YouTube channel andika Maombi ni Dawa. TikTok andika Maombi ni Dawa. Lakini wewe unatamani unifuate zaidi moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp, karibu kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako. Niambie Mungu amekutendea nini, au unahitaji msaada zaidi katika